tukiwa tunamsubiri Kristo ni kutubu, kuungama na kutubu. Kuungama ni kukiri wewe ni mdhambi, kutubu ni kuiacha dhambi, usiishi maisha ya dhambi tena. Katika Mathayo 5:48 kuna sifa ya watu wanaomsubiri Yesu. Anasema Mathayo 5:48, basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Hayo ni maneno ya Yesu. Mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Waefeso 1:3-4 anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu. Kama wewe umechaguliwa, wewe unapaswa kuwa mtakatifu. Na ndio maana nasema tafuteni kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Mnaniangalia tu, mnanizoom. Haleluya! Ila mimi nasoma maandiko. Alafu Wakolosai 1:19 anasema kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Unajua hizo siku zote nilikuwa alipompata Kristo, hamu yake ilikuwa akae miguuni pake, amsikilize wa kila kinachosemwa. Yuda 1:24 anasema yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika kafara kuu. Huyo ni Kristo. Ni mafungu ya muhimu nimewasomea, ambayo yanaonyesha usipoacha tabia yako ambayo umejijengea na kumsikiliza Kristo ambaye yuko ndani yako, na huyo Kristo yuko ndani yako kwa sababu umekubali kuisikiliza sauti ya Roho Mtakatifu. Yeye aliyesema yafaa mimi niondoke ili yule msaidizi aje, na atakapokuja atawaongoza kwenye haki yote. Na anasema alipo Roho Mtakatifu, Kristo naye yupo na Baba yupo, unakuwa mtakatifu. Semeni amina, watumishi wa Mungu. Amina. Mwaka 1844 hapo ndipo mwanzo wa kuanza kwa kitu kinachoitwa hukumu ya upelelezi. Ilianzia hapo. Maandalizi, hukumu ya upelelezi ilikuwa inaelekea katika maandalizi ya watu wa Mungu kukaa katika mkao wa kusubiri Bwana atakapokuja. Katika kitabu cha Yohana sura ya 3 fungu la 14 anasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina. Unajua Amina, neno Amina ni ukamilifu, na iwe hivyo. Shahidi aliye mwaminifu, Yesu Kristo, na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu, na yajua matendo yako. Mtu wa Getsemane anakujua, mimi sikujui, Pastor Mchome hakujui. Kwa hiyo msipambane, ninyi tianeni moyo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nyie tiane moyo, ila anayekujua ni Kristo.
Hebu sema anayenijua ni Yesu. Huyo sasa anasema nayajua matendo yako, hata ya usiku wa leo anayajua. Hata hayo unayowaza hapo wakati nimesimama hapa, hata kama nimekukwaza anajua. Hata kama nimekugusa anajua. Na anajua ni kiasi gani Roho Mtakatifu sasa hivi anapita katikati yenu hapa akiwagusa, anajua. Na kwa sababu hiyo anasema nayajua matendo yako. Lakini shida ni kwamba yana uvuguvugu. Yana hata ya kwangu yana uvuguvugu. Yana uvuguvugu. Ni rahisi sana kuona mtu amesimama hapa, kwa kweli huwa tusikii, maspika natupigia kelele. Lakini huenda huko nyuma mnakuwaga na vikao vya kuanza mjadala. Ni nguvu kubwa ya shetani kusababisha msipokee hili neno linalookoa. Unaweza ukawa umekaa huko nyuma hivi, ukawa kuna kamjadala fulani. Pastor hapa bana. Hivyo na hivyo. Mimi nilikuwa na rafiki yangu mzuri. Na huyo rafiki yangu alikuwa na kawaida moja. Nikienda tu kanisani anakuja kukaa. Yaani hata nipigisha story, angalia huyu jamaa amepita na suti yake iko hivi, angalia yule dada alivyovaa hivi. Hata piga story akipita mtu, huyu jamaa bwana kule mtaani juzi. Kwa hiyo ikao vurugu. Mwisho nikagundua, tukija kanisani ni rafiki, tunapiga story. Nikifika tu mlango wa kanisani, ninaingia anapokaa, ninatoka nje, alafu ninahama kabisa, naenda kukaa mahali ambapo nitakuwa na concentration itakayonisaidia kusikiliza mhubiri anasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Hilo napomalizia nasema una uvuguvugu, wewe si wa moto wala si wa baridi, umemshika shetani nusu na umemshika Mungu nusu. Anasema unamtia kichefuchefu kwa sababu hawezi kula vichafu na visafi, umemtia kichefuchefu. Tusimame. Naona sasa mzee amekomaa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanasema wataanza kupeleleza mioyo yao kuanzia sasa? Ukiwa umeinua mkono wako hivyo hivyo, tuombe. Baba yetu wa mbinguni, mikono hii ni mikono inayoomba msaada kutoka kwako. Sisi umetutuma tu kukumbusha, na hata sisi tunahitaji pia kukumbushwa. Hata tulipokuwa tukiandaa masomo nikana kwamba umetukumbusha. Waliotuletea masomo wametukumbusha. Tunaomba utusaidie tuweze kurithi uzima wa milele na kukulingania katika kambi hili. Tunaomba kupitia jina la Bwana Yesu Kristo. Amen.